Majibu ya hao washirika wake wote, tunataka majibu. Mshirika wake tukio hili kwa kweli limetushtua kwa sababu mimi mwenyewe nimepata taarifa asubuhi kwamba kuna tukio limetokea, na huyu dada ni mwanakwaya wetu, kanisa tunaimba naye kwaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye hatukutarajia kwamba ili tukio lingetokea juu yake. Ila sasa mimi ninasema kwamba kwa yeyote mwenye tabia hii, hata Mungu apende, sababu kanisa tunafanya kama vile ni chaka, lakini ni vitu ambavyo tunatakiwa tuache maovu. Kwa hiyo limetushangaza na kutushtua sana. Waache habari ya kuloga kwa sababu uchawi. Na Biblia inasema mwanamke mwovu haruhusiwi kuishi. Lakini sisi kwa sababu hatuendani na hayo, kwamba tunawaonya kwa upendo, waache tabia za uchawi. Kwa mama ni muumini mzuri kanisani? Ndio. Anaimba kwaya? Anaimba kwaya. Tunaimba naye kwaya, kwaya inaitwa kwaya Tumaini. Tabia zake zipoje mnazojua? Tabia zake akiwa kanisani huwezi ukamdhania, kwa sababu yuko vizuri, tunaimba vizuri. Kwa hiyo ndio maana leo tumeshangaa kusikia kwamba ana tabia hizi za uchawi. Na ndio maana nikasema hatuwezi kuamini, kwa sababu leo tumeshangaa na ni muumini mzuri na tunaimba naye kwaya vizuri. Sasa leo tumeshangazwa na hili lililojitokeza. Kwa mazingira mimi nimefika nimekuta yuko hapo chini, ndio amefunikwa nguo. Kwa hiyo sikujua huko mwanzo ilikuwaje. Matendo ya ushirikina yanaathiri kwa sababu watu wengi wanalalamika, hata tukichukulia vijana wanalewa pombe pasipo kujielewa. Kwa hiyo tukaona pengine huu ushirikina umepelekea mpaka vijana hawajitambui, wanaingia kwenye vitendo vya unywaji zaidi. Wenye matendo ya ushirikina wanaambia kwamba waache kwa sababu hayampendezi Mungu. Na iko siku moja utajidai wewe ni Mkristo, lakini kumbe una matendo maovu, hata mbingu hautaiona. Kwa hivyo basi tuache matendo maovu ya ushirikina. Jina naitwa Mwamvua Swalehe. Kwenye usiku wa saa 10 kasoro nilipigiwa simu na jirani yangu, ambapo tumepata taarifa kwa balozi kwamba kuna mama kakamatwa uchawi. Kweli tulitoka usiku huo tukaja, tulivyokuja tukamkuta yule mama amekalishwa pale, lakini kaishapigwa na ni muda mrefu. Tunasikia kweli huyu mama ana tabia hiyo. Kwa kweli wananchi kama sisi kina mama tumeathirika, kwa sababu tukisikia kwamba mwanamke mwenzetu ana tabia hiyo na hatujawahi kuona, lakini leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huwa kwenye mazingira kama haya hizo kazi anazifanya. Lakini kwa kuwa kama mimi ni mama nimesikitika sana, kwa sababu tulishaambiwa kwamba huyu mama ana mambo ya kishirikina, kwamba anatoka usiku na yani ni muda mrefu. Watu wanasema jamani, huyu mama anatokaga usiku. Kwa kuwa mtu hujamshuhudia si rahisi ujue kwamba kweli huyu mama ni mtokaji wa usiku. Lakini leo usiku wa jana kuamkia leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huyu mama anatoka nje, tofauti na mazingira ya kawaida. Yani mazingira ya kishirikina. Lakini mnavyoishi nani mtu ana namna gani? Huyu mama sisi tunajua kwamba ni mfanyabiashara wa pombe aina ya gongo. Ndo kazi yake anayefanya, lakini vijana wengi sana wakifika pale wanaathirika sana na pombe. Yani wakifika kwake ni wanaathirika kiasi kikubwa sana. Yani kwa kweli tunapenda kuambia haswa vijana wetu, kwa kweli sasa hivi watakuwa wamepata fundisho kuona kwamba kweli tunapokunywa pombe na tunavyoambiwa na watu kwamba kwenye ile nyumba kwa nini mkinywa pombe mnakuwa hivi, wataamini kwamba ni kweli pale sio pazuri pa kunywa pombe. Na huyu mama aswa kwa sisi kama wana kitongoji, sisi ni wana kitongoji wa Mbugani, tunaomba viongozi watusaidie kwamba huyu mama atoke kabisa kwenye mazingira haya. Anatuasirishia vijana. Kwa tukio la leo mlimkuta kwenye mazingira namna gani? Mazingira leo kuepo, manake mimi nilikuja nikakuta kweli kaishavishwa nguo, lakini alikuwa kwenye tight. Wanasema kwamba alikuwa kwenye tight na nguo ya ndani basi. Hizo nguo zingine wakina mama wakawa wanadai kwamba jamani tumstiri mwanamke mwenzetu, akawa mistiriwa. Mimi naitwa Veronica Omari, ni mwenyeji wa hiki kitongoji. Kwa huyu mama kwa picha iliyoonyesha naona ni mapenzi ya Mungu. Kuna juzi saa 1 kuamkia jana, kijana amekuja amechoka kweli. Yule kijana kashikilia koti mkononi, yani ni kama ana hali mbaya sana. Akafika akasimama akaniambia, mama naomba uji. Nikamwangalia, alafu hasira kanijaa sana. Nikamwambia umetoka wapi? Akaniambia mimi nimetoka kwenye pombe, nimelewa, njaa inaniuma. Yani ana hali mbaya. Kijana wako? Sio kijana wangu, simjui. Nikawa na hasira kwa sababu
wananiibia pale kwangu, nyumba yangu imevunjwa mara 2, wakaniibia kuku. Yani nikawa na hasira, akasema si ni kweli sikumficha. Nikamwambia kijana, ndio nyinyi mnakuja kuniibia hapa, leo nakuja kunisanifu mimi hapa. Akasema mama nisamee, mimi sio mdokozi, mimi nimelewa. Kwa hiyo nimeona nije hapo nipe angalau koroga kaunga tu ninyweshe. Mimi nakufa. Nilikuwa na rozari na sali nimekaa. Nikamwambia unasali wapi? Kaniambia mimi KKT. Nikamwambia unaifahamu hii? Kaniambia hiyo ni rozari si ya Katoliki. Nikamwambia Nikamwambia umetoka? Akaniambia mimi nachunga kwa Maulidi. Nikamwambia mchungaji kwa Maulidi Baba Elisha ananijua, Baba Muliati ananijua. Unaona aliposema hivi hao watu na waamini. Moyo wangu ukafanyaje? Ukashuka, imani kanijia. Niliingia ndani nikachukua makande kwenye bakuli nikampa akala na maji akanywa. Kaniambia mama yameisha. Nikamwambia nikaenda kachukua tena nikampa akala. Alipokula akalala, giza likaingia. Giza lilipoingia pale nikamwambia ondoka, maana simuamini. Ondoka nenda. Siendi mama, ngoja nipumzike. Akamwambia nikamuita mwenyekiti, nimpigie mwenyekiti aje kuchukua kupeleka unakoishi. Akasema mama hapana kumuita mwenyekiti, mimi taondoka mwenyewe. Sasa nikawa nahisi huyo kijana atakuwa kuna njama, labda ametumwa. Naona kwa sababu naibiwa sana mimi. Naona nikamwambia sasa unatakaje? Akamwambia nikoroge unga ninywe. Nikaona kuliko nikoroge unga, nikaenda kakoroga uji. Nikaupoza uji, nikampa kanywa vikombe 2. Alipokunywa akatapika sana. Wengine huko hapo unapoa. Sasa nikaona kaamka akakaa. Alipokaa pale akachukua wale uliobaki akamalizia yule kijana. Nikamwambia kijana umetoka hapa? Akasema nimekunywa pombe kwa majifti. Mimi nasema kwa imani ya Mwenyezi Mungu tu. Huyu Mungu sio shemeji. Nilimwambia hivi Mama Gift atawamaliza. Sijui hii neno lilitoka wapi sikujua. Ila nimwambia Mama Gift atawamaliza. Ndio ikawa neno langu la mwisho. Nikamwambia alafu wazazi wako wako wapi? Kaambia wako Dareda. Baba yupo? Yupo. Mama yupo? Yupo. Nikamwambia rudi kwa wazazi wako. Hivi utakufa. Hivi si ungekufa? Akasema kweli mama ningekufa. Maana kichwa kinaniuma. Naona. Ndio hivyo sasa niliposikia tukio kwenye saa 9 hivi. Picha ikaja nilipomwambia yule kijana. Simjui hata sasa hivi simjui, simkumbuki kwa kweli. Lakini aliniambia achunga kwa Maulidi, kwa mzee Maulidi. Simkumbuki yule kijana. Nikaja hapa kweli nimekuta huyu mama amekalishwa chini. Kajifunga na nguo, lakini kinachoendelea kilichotokea mwanzo sikujua. Ndio haya nilio imani yangu ilivyonieta na Mungu kanijibu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Viashiria vipo ninavyosikia kwa watu. Maana mtu akinywa pombe anasema nimekunywa pombe kwa majifti. Kweli analewa vya kutosha. Kuna baba mmoja alishikwa siku moja asubuhi saa kama hizi. Kaletwa ameshikishwa hivi mikono miwili. Yuko nyang'anya. Kaenda kalazwa kwenye mti wa nyumba ya jirani. Hajiwezi. Sasa yule mama huyo mwenye nyumba akamwambia mpelekeni kwake. Kaburutwa na wale mama akapelekwa nyumbani kwake. Kwa historia nilipopewa mimi. Kuuliza umekunywa? Akasema kwa majifti. Naona alikuwa na hali mbaya sana. Hali mbaya sana ule baba. Lakini sikujua sasa maendeleo yake kule ilikuwaje. Sasa na yule kijana aliponiambia kwa majifti, nikachukua ile kumbukumbu ya yule baba na yule kijana nilipomwona pale ikabidi sijui ile neno lilitoka wapi, nishangaa nimetamka tu. Kwa jina naitwa Zaituni, ni mkazi wa Magugu. Ile tukio kwa kweli sisi kama mimi kwa jinsi ninavyotaka kuongea kwa jinsi huyu kwanza mhusika ni jirani yangu. Usiku kucha anatuombea maombi, anapiga maombi balaa. Ni Mkristo mzuri sana. Mpaka ile tukio limetokea kwa kweli sijategemea. Kwanza inasikitisha haswa. Ni amekutwa anafukua dawa, anachimba chini afukie dawa. Sasa katika kufukia zile dawa ndo kufumaniwa. Akabaki tu kutapatapa pale hivyo. Na ni jirani kabisa, jirani yangu kabisa. Alikuwa uchi wa mnyama. Uchi wa mnyama sasa hiyo ndo anafanya mambo yake. Ndio nyoka alikuwa naye kiunoni. Alikuwa na nyoka kiunoni. Ndio ule nyoka aliposhikwa pale nyoka ndo kuanguka kurudiwa nyoka pale hivyo. Kwa kweli ili tukio limesikitisha sana. Kwanza ni kitu ambacho hatukuwahi kufikiria. Kwa yale maombi yote tunasema kitu ambacho